Habari za Jumapili hii mtazamaji wa EA TV popote pale ulipo, karibu sasa katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yanayotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia Kurasa kwa hili. Ukosefu wa mfumo bora wa malezi na huduma za msingi kwa wazee na watu wenye umri mkubwa umesababisha baadhi ya wazee nchini Tanzania kufanya kazi hatarishi kama usafi wa barabara, ambapo wazee hao hukabiliwa na hatari ya kupata magonjwa, kugongwa na magari huku wakilipwa ujira mdogo usioendana na hali halisi ya maisha. Kurasa imetembelea mitaa kadhaa ya jiji la Dar es Salaam na kukuta makundi ya wazee wanaojishughulisha na usafi wa barabara kwa kutumia nyenzo duni, huku nyuso zao zikiwa hazina furaha kutokana na kile walichodai kuwa ni mazingira mabaya ya kazi, na ilipowahoji walikuwa na haya ya kueleza. Kuna kipindi fulani tulisikia kwamba mishahara imeongezwa. Sasa tumeendaenda mshahara haukuongezwa, ni ule 130. Walisema kwamba inapanda itakuwa 300. Tunavyofanya kazi hivi mavumbi mengi, alafu tunataka huduma ya bima watusaidie. Kama mtu unaumwa unaenda kutibiwa, kama mtu una matatizo wanakusikiliza. Huduma za msingi kwa hiyo kama hivi ninapofanya kama hivi ninatimuliwa na vumbi, nataka nihudumiwe, lakini sasa ndio hivyo tena inashindikanika kuhudumiwa. Jinsi ya kuhudumiwa sijui nifanyeje. Mimi nataka nihudumiwe na ile familia yangu kusoma na nini, ndio hivyo na kama hivi nahangaika. Tuendelee kukupekulia Kurasa kwa hili. Madereva pamoja na watumiaji wengine wa barabara wamelalamikia ukosefu wa kituo cha basi katika eneo la Ukwamani, kata ya Kawe, manispaa ya Kinondoni, hali inayosababisha msongamano wa magari pamoja na usumbufu mkubwa kwa watumiaji wa barabara hiyo. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya watumiaji hao wameomba kutengwa eneo maalum kwa ajili ya kituo cha mabasi, ushauri unaoendana na kilio cha muda mrefu cha uongozi wa soko la Kawe, ambao mara kadhaa umeomba uwepo wa kituo cha daladala kama njia ya kuchochea biashara katika soko hilo. Kero ni kubwa tu hapa. Unavyoona kwamba hapa vituo kimebanwa sana, kama hivi unavyoona bajaji, daladala. Kwa hiyo ni vurugu tu hapa. Ushauri mimi naona vituo, tupewe vituo. Tujengewe vituo vizuri, tuwe kama vile makumbusho, huo tukiingia tukitoka vizuri tu. Kama hapa sasa hizi tunaona kama barabara jinsi ilivyo, mbanano, bajaji, sisi, bodaboda, kasa hapo nani na zaidi. Asili kwa tunaomba tufanye mchakato tu, kama watu wa daladala waweze kuhamisha, akatafutia mahali wakaendesha shughuli zao, na sisi kwa sababu chini kiano kidogo na vimo vyetu sisi vidogo tukaweza kujibana hapa na sisi tukasukuma siku kama hiyo. Tumalizie kukupekulia Kurasa kwa hili. Kero ya muda mrefu iliyokuwa inawakabili watumiaji wa barabara Mwai Kibaki eneo la TMJ Mikocheni jijini Dar es Salaam huenda ikawa suala la kihistoria baada ya kuwepo kwa dalili za kukamilika kwa kipande cha barabara chenye urefu wa mita 270 ambacho kwa sasa kimepanuliwa na kuwekwa miundombinu ya kisasa ya majitaka. Kurasa imefika katika eneo hilo na kukuta mafundi kutoka kampuni ya Del Monte wakiendelea na zoezi la uwekaji lami, ambapo mmoja wa watumiaji wa barabara hiyo Bwana Hussein Riaki Tilak amesifu ukarabati huo kwa madai kuwa utamaliza kero na foleni hasa kipindi cha masika. Ukarabati tumeelewa ni mzuri sana kwa sababu eneo lilikuwa korofi sana, ilikuwa maji yanajaa sana mara kwa mara, kwa hiyo utumiaji ulikuwa mgumu sana. Kwa hiyo tumeshukuru wamenyanyua vizuri, nadhani mpaka ikishaisha itakuwa matumizi yatakuwa hamna usumbufu tena. Kazi inaendelea vizuri. Sijaona shida yote. Hapa unaweza kukaa kama lisali moja hapa kwenda Mbezi tu. Kutoka hapo Shoppers Plaza mpaka kwa Mwalimu Nyerere kama lisali moja wanatumia. Kwa lakini naona hii kishaisha hii mambo yatakuwa mazuri. Mtazamaji, tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama Kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Elikunda Materu. Endelea kutazama Tinga nambari 1 kwa vijana, EA TV. Kurasa.